zote. Kila mkurugenzi kwenye mafanikio haya ana nafasi yake kwa njia moja au nyingine, na ndio maana nilikuwa nawatafuta hapa Msingi, kwa sababu Msingi bila kutuandalia vijana wazuri huku tusingalifika hapa ambako tupo. Kwa hiyo serikali inawapongeza sana wakurugenzi wote wa Wizara ya Elimu kwa kufanya kazi kwa mashirikiano, na niombe tuendelee kufanya kazi hivyo. Lakini maafisa wetu wa elimu mikoa na wilaya, nyinyi mmekuwa majembe tirelessly huko, mnakimbizana kuona kuwa masomo yanafundishwa, mtaala unatekelezwa, need demand ambayo iko inapatikana kwa wakati. Hongereni sana, tuendelee kufanya kazi kwa uzi huo huo na moyo huo. Lakini tuliopo hapa ni walimu wakuu, wamiliki wa skuli binafsi na serikali, sote tujipongeze sana, naomba tujipigie makofi. Tumekuwa tukifanya kazi nzuri kubwa kwenye mazingira magumu, na sisi kama serikali tunafahamu kama mazingira yetu ya shule ni ulezi. Kusimamia watoto kusoma na wakafaulu si kazi rahisi, lakini mmekuwa mkipambana bila kuchoka. Na hapa sasa nataka nichomekee salamu za marais wetu wawili. Wakati nawaeleza Dr. Samia Suluhu Hassan, tangu juzi tuko naye, nikamwambia tuna shughuli, na juzi Dr. Mwinyi nilimwambia, akanambia nitolee salamu zangu kwa walimu, waambie serikali yao hii itaendelea kuhakikisha inaweka mazingira rafiki kwa kazi zao, lakini na kujali maslahi yao. Na wanasema kuwa hata itokee dunia nzima isimame ikane kada ya walimu, wao marais wetu wataendelea kuwa walimu ni vipaumbele vyao, kwa sababu ndo ambao wanafanya taifa hili lizidi kuimarika. Kwa hiyo tupongeze shukrani hizo, tupokee shukrani hizo na salamu hizo kwa sehemu ya kuonyesha kwa jinsi gani viongozi wetu wawili hawa wako pamoja na sisi na of course serikali yote. Tupowapongeza sana walimu hapa mliopo, lakini na timu yenu ya shule huko ambayo mko nayo. Tunawapongeza nyote kwa kazi nzuri ambayo mnafanya, na niwaombe walimu sote kwa nafasi zetu, serikalini na binafsi, walimu ambao tuko nao kwenye shule zetu ndiyo hazina yetu ya kufanya tufanikiwe vizuri zaidi kwenye kazi zetu. Tutumie busara, tutumie hekima zaidi ili waweze kutupa mashirikiano, lakini jambo letu liende vizuri. Lakini pia tunachukua fursa hii kupongeza sana wazazi wa wanafunzi, skuli zote za serikali na binafsi. Mwamko wa wazazi, mashirikiano ya wazazi kupitia kamati za skuli wamekuwa watu muhimu sana kwenye maendeleo haya ambayo tunajivunia kwenye sekta ya elimu. Kwa hiyo niendelee kutoa wito kwa wazazi wenzangu, tuendelee kutoa mashirikiano na kuwekeza kwa watoto wetu. Sisi kama wazazi, hata tuchukue dunia tuwakusanyie watoto wetu, thamani yake haitoshinda elimu ambayo tutaiwacha kwenye akili zao. Kwa hiyo tutumie muda mwingi baada ya kuwakusanyia mali, tuwakusanyie material kwenye brain yao, kwa sababu ndio utajiri ambao haufilisiki. Aidha, nichukue fursa hii kuwapongeza na kuwashukuru sana taasisi na wadau mbalimbali wa maendeleo ambao tunafanya kazi nao ndani ya sekta ya elimu, na hasa wale ambao moja kwa moja tunafanya kazi nao kwenye sekta za teaching, kwenye kutusapoti. Tunao Mwanamke Initiative Foundation, tunao Maisha Bora Zanzibar Foundation, tunao UNICEF, tunao World Bank, tunao African Development Bank, tunao Milele Foundation, kaka yangu Yusuf na taasisi yake ambaye yuko hapa saa zote anakuwa na sisi. Lakini zipo taasisi nyingi ambazo zinatoa, wakiwemo waheshimiwa wawakilishi na waheshimiwa wabunge na waheshimiwa madiwani. Wamekuwa mstari wa mbele katika kuunga mkono kambi, kutoa vifaa katika baadhi ya shule, kuzungumza na wazazi na kuhamasisha wananchi katika utekelezaji. Lakini waheshimiwa masheha pia wamekuwa sehemu kubwa ya kuhakikisha wanahimiza haya wanafunzi kwenda mashuleni, pamoja na wenye viti wa kamati za skuli. Wamekuwa kiunganishi kikubwa baina yetu, uongozi wa skuli, wazazi na wanafunzi. Lakini niwapongeze wanafunzi, na wanafunzi siku yao itafika, na ndio maana leo tupo hapa sisi wasimamizi wao wanafunzi. Mtendaji wako mkuu wa wizara, mheshimiwa, nichukue fursa hii kuwapongeza sana walimu wakuu kwa kazi kubwa sana mliofanya. Hongereni sana. Tuendelee kushirikiana kuandaa vijana wetu. Matokeo tunayoona sasa sio tu kwamba inashangaza jamii, lakini inatufanya tutafakari, kumbe inawezekana. Mazingira mazuri ambayo serikali inaweka, alhamdulillah,
yanasababisha hali hii, na nyinyi wenyewe walimu mnakuwa mnatusaidia sana. Kwanza napenda kuipongeza serikali ya Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kuwapongeza wakuu wa shule za sekondari katika ukanda huu wa shule zilizopo Unguja, yaani Kaskazini Unguja, Kusini Unguja pamoja na Mjini Magharibi. Hili ni jambo na tukio kubwa sana linalofanywa na serikali ya Dr. Hussein Ali Mwinyi kupitia waziri wa elimu dada yetu Leila Mohamed Musa. Kwa hiyo kitendo cha kuwapongeza walimu wakuu wa skuli mbalimbali za hapa Zanzibar, hii ni ishara ya serikali inathamini mchango wa walimu katika swala zima la kufundisha na kusimamia shule. Kwa hiyo wakuu wa shule ndio viungo wakuu kati ya serikali pamoja na walimu na wanafunzi. Sasa ukiwapongeza wao na kukutana wao, kubadilishana nao mawazo mbalimbali, hii inaashiria sasa taswira nzuri ya elimu Zanzibar inakuwa yenye mafanikio safi na ufaulu utakuwa kwa kiwango cha kutosha. Sasa hivi tunaona ufaulu kwa mfano kwa kidato cha 6 hapa tumeona Unguja umeshakuwa, Zanzibar nzima umekwenda mpaka 99.6%. Jambo zuri sana. Kwa hiyo serikali inapowakutanisha wakuu wa shule wanaofundisha shule za kidato cha 6 na wakuu wa shule wanaofundisha katika shule za kidato cha 4, hii ni jambo zuri sana na pia tunashukuru, na linatusaidia sisi wadau wa elimu katika kufanya kazi, katika kuhamasisha, katika kuboresha elimu kwa ujumla. Kazi zangu za dhati kwa serikali yetu ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa kitendo cha kipekee ambacho imefanya, kuzipongeza skuli ambazo zimefanya vizuri kwa matokeo ya mwaka huu, skuli za sekondari, A level na O level pia. Lakini pia napenda kuishukuru serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa namna ya kipekee ambayo inatengeneza mazingira mazuri kwa skuli binafsi ambazo zinapatikana hapa Zanzibar. Kiukweli serikali inafanya vizuri sana, inatengeneza mazingira mazuri ambayo yanatufanya sisi tuweze kufundisha watoto wetu